Kitabu cha Abdu Sykes maswali yake ningepata miaka mingi iliyopita, lakini nadhani kwa sababu kilikuwa cha Kiingereza si watu wengi walikisoma, lakini baada ya kutoka tafsiri ya Kiswahili imekuwa maswali yanakuja kidogo, lakini hivi sasa hivi napata maswali mengi sana, na lazima nikiwa wakati mwingine ninachoka kulizungumzia swala moja muda wote. Kuna mtu ameniuliza, anasema amechelewa kusoma kitabu kwa miaka zaidi ya 26 sasa. Ananiambia, Muhammad, kwenye kitabu cha Abdu Sykes unasema kuwa Abdu Sykes aliandika historia ya tano, yeye pamoja na Dr. Leroux pamoja na Dosa pamoja na Mwalimu Kihere. Na historia yake ilikuwa hivi: siku za mwanzo za uhuru walikutana siku moja pale Tano Ofisi, Mwalimu Kihere, Julius Kambarage Nyerere, Abdu Sykes na Dosa Aziz. Sema kwa nini? Hii ananihadithia Dosa hii. Anasema tukasema kwa nini tuandike historia yetu wakati si wenyewe tu hai na tuna kumbukumbu. Mwalimu akasema basi kama kuandika historia hii, mtu ambaye anafaa sana kuandika ni huyu hapa, kwa sababu yeye amekuwepo hapa kama kiongozi, amekuwepo na historia yao inajulikana, tutapata historia nzuri. Na mwalimu akamwita Wilbert Leroux, alikuwa ndo ametoka Marekani, ameshamaliza PhD yake, kijana mdogo. Akamwambia, wewe utasaidiana na Abdu Sykes kuandika historia ya tano. Na Abdu akarudi kwenye ofisi yake ile ambayo wakati wa kupigania uhuru tano alikuwa akiitumia. Na hiki kisa alikuja tena akanijazia mwane hapa plastic. Akasema mimi nimemwona baba wakati anaandika historia tano pale ofisi ya tano, ile jengo la zamani. Na nilikuwa nikitoka shule na kwenda zangu nyumbani, mimi napita pale nje, na nikisimama nje pale Kariakoo, nikichungulia ndani namwona baba yule, madirisha ikiwa wazi, namwona baba yule amekaa anaandika na Dr. Uko wapi huu mswada wa Abdu Sykes? Uko wapi mswada wa Abdu Sykes? Kwenye kitabu nimeeleza, na ndio namjibu huyu mtu sasa kuwa ndio huu mswada ulikuwa unaandikwa, na walikuwa wanafanya hivi kila wakimaliza sura moja. Sasa hii ananieleza Kleist, na yeye kaambiwa na babake, anasema kila wakimaliza sura moja, ile sura inachukuliwa, anapelekewa mwalimu aitizame. Hapo sasa ndio pakatokea tatizo kidogo. Inaelekea walikuwa wanapishana, Abdu na Nyerere wanapishana katika historia ya tano mapema kabisa hiyo, kwa sababu hiyo ilikuwa 62-63, kwa sababu mwaka wa 63-64 Abdu sasa aliondoka baada ya huu mradi wa ulifeli kwa sababu kukamilika. Abdu akaja kugundua kuwa kuna historia ambayo yeye na mwalimu hawakubaliani.
Na Abdu alivyosema plastic kuwa alikuja na nyaraka za tano pengine za mwanzo kabisa, na alikuja na historia ile ya baba yake ambayo ipo mpaka leo. Historia ilikuja kuandikwa tena na mwanaye Aisha Daisy, na iko chuo kikuu, maktaba chuo kikuu ipo pale East Africana, Class 6 The Townsman. Yeye aliandika historia hii, na John Alif akaja akaitia kama moja sura katika kitabu chake Modern Tanzania. Sasa ukitoa huu mswada wa Abdu Said, kuna mahojiano alifanya na Hassan Upeka. Hassan Upeka alikuwa ofisa wa usalama taifa wa tano, ndani ya tano, na anasema yeye mwenyewe kana hadithi ya mimi, anasema mimi nimetoka shule Tabora School mwaka 56, nimefika Dar es Salaam tu tano kanidaka kama mfanyakazi, na akaniambia na faili langu mimi la wafanyakazi watano ni namba 1, na wakanitia katika shughuli za intelligence. Anasema mimi, maneno haya yanahadithia ofisini kwake mtaa wa Mvita, na alinisikia nimezungumza mahali na yeye alikuwepo, akajua kwa mimi nilikuwa naandika kitabu na kuja utafiti. Dr. Mohamed, kesho hebu njoo ofisini kwangu mtaa wa Mvita tuzungumze. Akanambia mimi ndio nilifungua maktaba ya CCM Dodoma, sema mimi na Ditopiga, na nyaraka zote muhimu nilikuwa ninaweka mimi. Na wakati tunaandika historia tano mwaka wa 81, mkuu wa jopo alikuwa Dr. Kataroge, nani jamaa Kihaya anaitwa Mayanja Kiwanuka, Kataroge Mayanja Kiwanuka. Nilimletea notes ambazo mimi nilimhoji Abdu vipi waliunda chama cha tano. Zile notes alizikataa kuzipokea, akaniambia wa historia ya tano haina uhusiano wote na Abdu Said. Historia tano iwe ananiambia Hassan Upeka, historia tano iwe haina uhusiano na Abdu Said, itawezekana vipi? Lakini mkubwa wa mradi ndio mkubwa wa mradi, yeye ndio alikuwa team leader, sema basi zile nyaraka hakuzipokea. Na ndio ananiambia ndio ukaona kile kitabu cha historia tano tumekiandika chote na jina la Abdu Said mle uliona, isipokuwa pale tunapowataja watu 17 waliounda waasisi watano, watu 17 waasisi watano. Mimi nimeona dari shajara za Abdu Said, nimeziona nyumbani kwa Class 6 sivyo nyingi. Akaniambia Mohamed, hizi nyaraka baba katika mambo mengi, na mimi nimepitia, nimeona mambo mengi huko, lakini siwezi kukupa kwanza, na hofu zisije zikapotea. Sasa narudi nyuma, ni kuwa bila shaka katika ule mswada ambao yeye alikuwa anaandika na Dr. Wilbert, hizi dari zake, shajara zake hizi zilikuwa na mengi ambayo alikuwa anaingiza yeye katika historia tano, na inawezekana sasa tunafanya, wazungu wanasema speculation, dhana tu,
na inawezekana labda haya ndiyo yalikuwa yanaleta labda sintofahamu kwa historia hii, na Mwalimu akawa hakuwa hakuwa comfortable, yani hakuwa na raha sana na ile historia alikuwa anasoma. Sasa sijui kwa nini hichi kitabu cha Saadani Abdul, kitabu hiki amekiandika Saadani Abdul kabla ya uhuru kupatikana. Mwezi Septemba ndio kitabu hiki kimechapwa na kimetoka, na kimechapwa hichi kitabu mara 3. Toleo la kwanza mwaka 61 na wamepiga Theka Limited wa India kwa watu 5. Toleo la pili mwaka 78 na toleo la 3 mwaka 81. Baada ya pale hichi kitabu hakijachapwa tena, na siku zote ninapokipitia hichi kitabu najiuliza maswali mengi. Kuna watu humu wapigania uhuru, mathalan Ibrahimu Almasi Umba, hakuna popote katika historia 5 utamwona ametajwa, lakini humu imewekwa picha yake. Kuna Sheikh Yakubu Esi Mtunguma, picha yake humu, lakini kwenye historia 5 hakuna popote utamwona ametajwa. Na kina picha humu, kuna picha zinavutia hasa, na kuna picha moja hapa ambayo ndio picha pekee unaweza kusema ambayo unamuona Mwalimu katika kura 3, na caption yake amesema Mwalimu Bwana Julius Kambarage Nyerere, president wa 5, anahutubia mkutano wa mwisho wa mwaka 1958 Tabora. Yeye analia na wale wasikilizaji pia wanalia. Na ukitizama wale watu ambao wamemzunguka Mwalimu Nyerere kuna kofia nyingi sana, vibandiko vingi sana. Sasa unakaa unawaza, inakuwaje hii historia 5 imekuwa na kizungumkuti kama hivyo? Kuna picha nyingine hapa, unamwona Saadani Abdul mwaka 57 anatoa taarifa mbele ya wajumbe wa UNO waliokuja kutizama hali ya Watanganyika vipi, washafikia hali hawa wa kukabidhiwa nchi. Picha hii, na hili kwa Agosti mwaka 1957, na ndiyo ilipopigwa ile picha maarufu ya baraza la wazee wa 5 mwaka 57. Unakuta picha nyingine, unamwona Saadani Abdul yuko hapa na wanaharakati wengine 5. Kuna Bi Adija binti Sinai, Bi Agnes Gigwa Sahani, yuko Sofia Nyerere, yuko Zuhura binti Musa, na yuko Saadani Kandoro mwenyewe na Bwana Lamek Bugohe. Lamek Bugohe yupo katika watu 17 wa sisi, lakini hakuna chochote katika historia 5 ya watu hawa, kiasi ambacho nasema kwa nini imekuwa hivi? Tunarudi pale pale, Abdul Sykes aliandika nini kwenye ule mswada alofanya na Dr. Wilbard Klaru? Na swali kubwa zaidi ni kuwa mswada ule upo wapi? Na mimi nilimuuliza Hassan Upeka. Hassan Upeka ananiambia kuwa Dr. Mayanja Kiwanuka amekataa kupokea notes zako za historia 5 kutoka kwa Abdul Sykes. Na nilimuuliza mimi, Hassan Upeka, unaniruhusu mimi nitakapochapa kitabu nieleze kuwa wewe umeniambia maneno haya? Akaniambia sema tu. Na hivi vilivyokuwa, ukitizama kwenye kitabu hiki ndani utakuta kuwa nimesema kuwa Hassan Upeka ndio aliniambia kuwa Dr. Mayanja Kiwanuka amekataa kupokea
nyaraka za historia tano. Hata huwezi kujua unaanza wapi na unamalizia wapi, lakini nadhani swali nimelijibu huwa uko wapi mswada wa Arthur Sax. Sasa tumalizie na shajara dari za Arthur Sax. Mpaka leo familia ya Sax hawajatoa zile dari za Arthur Sax kwa watafiti kuzipitia na kuangalia ndani iko wapi, na hakika zile shajara zina mengi. Moja ambalo mpaka leo nalikumbuka, na nashukuru kuwa siku moja nimekaa nyumbani kwa Plastic, tunazungumza habari hizi za babake na kazi huru. Akaniambia, Mohamed, unajua nani alitia nguvu 5 kwenda Umoja wa Mataifa? Nikamwambia hapana, sijui. Akaniambia L. Seaton. Akasema L. Seaton utamwona popote, lakini baba ameniambia mimi kuwa L. Seaton ndio aliwasaidia sana katika kutayarisha ile memorandum ambayo waliwasilisha kwa Governor Twining, na memorandum ambayo waliizungumza kwenye uasisi wa 5 Julai 54, na vile vile ndio ilitengeneza ile hotuba ya Mwalimu Nyerere kuzungumza na Umoja wa Mataifa kuwa sisi tuko tayari kuchukua nchi yetu na tunaweza kujitawala, hotuba ambayo ipo kwenye kitabu cha Rumford Pratt. Haya mambo ni mengi, wakati mwingine yanatanisha ujuzi vipi, lakini tumaliza kusema kuwa haya ndio mambo ambayo yanatubabaisha mpaka leo hatujui tufanye nini. Asalamu alaykum.